baada ya kumkosa Selemani Mwalimu Gomez ambaye walimtambulisha siku ya kilele cha Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Simba inaelezwa kwamba sasa wako mbio katika kuhakikisha wanapata saini ya kiungo wa kimataifa wa Tanzania Faisal Salum Feitoto, ili pamoja na mambo mengine, kwanza kuimarisha zaidi timu yao kutokea katika timu ya mstari wa uwanja kwenda katika eneo la wapinzani, lakini pili kuweka mambo sawa, kutuliza hali na mzuka wa baadhi ya mashabiki wao ambao wamepatwa na mshangao na mshtuko kwa kuona kana kwamba mchezaji aliyetambulishwa katika Simba Day kwamba ni miongoni mwa wachezaji watakaokuwa katika kikosi cha timu yao kwa msimu wa 2026-27 chini ya kocha Steve Barker hayupo tena kwao, badala yake ametambulishwa kwa watani zao wa jadi Yanga. Ndio inafahamika wazi katika siku hiyo ya kilele cha siku ya Simba, Selemani Mwalimu Gomez aliibua shangwe kubwa uwanjani baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa fursa ya kusikia sauti yake, kuzungumza na mashabiki kupitia picha za video, wakati huo akiwa kule nchini Morocco ambako alikwenda katika timu yake ya Wydad Casablanca. Kulikuwa na story nyingi. Selemani Mwalimu Gomez aliyetoka kuitumikia Simba kwa mkopo katika msimu uliomalizika 2025-26, ilikuwa kuna taarifa kwamba klabu yake ya Wydad Casablanca ina mpango naye na yupo Morocco akifanya mazoezi na wenzake kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027. Lakini Simba wakatoa taarifa kwa umma mbele ya halaiki kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kwamba Gomez ni miongoni mwa wachezaji wao kwa ajili ya msimu ujao, mambo yanakwenda vizuri, na yeye akazungumza akiwatoa hofu kwamba yupo na wao katika msimu wa 2026-2027. Lakini kwa mastaajabu ya wengi, taarifa zikieleza kwamba tayari aliripoti Simba, tayari alikuwa visiwani Zanzibar katika kambi ya Simba, lakini leo hii akatambulishwa kwa wananchi Yanga, ikiwa ni umafia wa hali ya juu katika kusajili, ambao mwisho wa siku Yanga chini ya rais wao Injinia Saidi wakaibuka kidedea kwa kumtambulisha Selemani Mwalimu Gomez ambaye sasa ni sehemu ya kikosi cha kocha Mangoba Mngiti wa wananchi Yanga kwa msimu ujao wa 2026-2027. Sasa wakati mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba wakiingiwa na taharuki, baadhi yao wakiumia kwa kuona wanampoteza Selemani Mwalimu Gomez tena kwa kwenda kwa watani zao wa jadi Yanga, ndipo taarifa zinazagaa kwamba Simba wameongeza nguvu kujaribu kupata saini ya mchezaji Faisal Salum Feitoto kutoka kwa klabu ya Azam, kwamba Simba wanapambana kuweza kumalizana na Azam, kumalizana na Feitoto ili ajiunge katika klabu hiyo na hatimaye kuongezea nguvu timu yao chini ya kocha Steve Barker kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027. Na harakati hizo ndizo zile zinatambulisha namba 6, maana Feitoto hutumia nambari 6. Hata hivyo, taarifa sio rasmi kutoka kwa Azam, kutoka kwa Feitoto wala Simba kwamba wao wako mbioni kukamilisha kumtambulisha Feitoto kwa ajili ya kumsajili kwenye msimu ujao 2026-2027. Haifahamiki itakuwa vipi kuhusu hili, kwamba ni tetesi tu ama itashuhudiwa kwa vitendo, jambo ambalo hakika haliwezi kuwa jepesi, kwa sababu Feitoto ni miongoni mwa nyota kutumainiwa kocha Florent Ibenge wa klabu ya Azam, na yupo katika mipango yao kwa ajili ya msimu wa 2026-2027 ambao Azam wanaonekana kujiimarisha sana, wakihitaji kupigania taji la ligi kuu Tanzania bara, kufanya vizuri katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo Azam wanakwenda kushiriki kwa mara nyingine, wakiwa wameshanogewa baada ya msimu uliomalizika kuweka historia yao binafsi kwa kufika hadi hatua ya makundi ya michuano hiyo, tena wakimaliza katika nafasi ya 3, na sasa hawashiriki hata hatua za awali za michuano hiyo kutokana na kiwango kizuri kilichokionyesha na kuwa katika nafasi za ubora wa viwango CAF vinavyoifanya isianze katika hatua za awali, bali itaanzia katika hatua ya pili ya awali ya kuania kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho. Sasa Azam bila shaka hawawezi kumwachia kirahisi Faisal Salum Feitoto, mchezaji wao ambaye wana malengo naye makubwa. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba watalazimika kufanya ziada, kwa sababu Feitoto katika msimu uliomalizika 2025-26 alikuwa ni miongoni mwa nyota waliofanya vizuri sana, hasa katika ligi kuu Tanzania bara. Ndani ya Azam alicheza mechi 28, dakika 2222. Feitoto akapiga mashuti 46, akafunga mabao 15,
akatoa assist 9 na kuchangia mabao 24 kati ya mabao 46 ya Azam katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa ni mchango wa 52% ya mabao yote yaliyofungwa na Azam yalihusika na mguu wa Feitoto katika kufunga ama kutoa assist kama nilivyotoka kueleza. Lakini Feitoto wakati timu yake ikipoteza mpira na kuwa inazuia, yeye kama kiungo ushambuliaji kwenye mfumo wa kocha Ibengi wa baada ya golikipa, walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara 1, Feitoto ni katika wale viungo 3 ushambuliaji akitokea eneo la kati nyuma ya mshambuliaji kinara. Uwezo mkubwa wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, kufunga na kutoa assist ni miongoni mwa sifa zake. Lakini linapokuja swala kuzuia, Feitoto sio mvivu hata kidogo. Hupambana haswa na wakati mwingine hujitoa kafara alimradi tu timu yake isikumane na shambulizi la kujibu, kwa sababu tumeshaeleza mara kadhaa, kwa timu inayomiliki zaidi mpira kama Azam, mara nyingi wanakuwa katika nusu ya pili ya uwanja. Walinzi wao wakati hujikuta wako karibu na kati ya mstari wa uwanja, na hivyo wanapoporwa mipira mara moja wapinzani upige mipira mirefu, na miongoni mwa mashambulizi yao huwa ni mashambulizi ya kujibu, counter attacks, ambayo ni ya hatari zaidi. Sasa katika kuhakikisha mashambulizi ya kujibu kutoka kwa wapinzani yanadhibitiwa mapema, ndipo wachezaji wake wa eneo la juu akiwemo Feitoto hulazimika kufanya ziada kuhakikisha wanakuwa salama, ikiwamo kucheza faulo za kimbinu. Feitoto katika mechi 28 dakika hizo 2222 alicheza faulo 32, alimradi tu kuinusuru timu yake isikumbane na mashambulizi hatari ya kujibu. Lakini pia akapata kadi za njano 5, akapata kadi nyekundu 1, lakini alikuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo mara 6, akiwa nafasi ya pili kwa kutoa tuzo nyingi za mchezaji bora wa mechi baada ya Clatous Chota Chama wekundu wa Msimbazi Simba aliyemaliza akiwa mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 7, akifuatiwa na Feitoto aliyetoa mara 6 pamoja na Alan Okello wa Yanga ambao pia walitoa mara 6. Kwa lugha nyingine, Feitoto alikuwa ni kifurushi kamili cha kushambulia, kuzuia na kuvutia uwanjani kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga, kupiga mashuti, pasi zake zinazofika zenye macho, lakini zaidi mpambanaji haswa. Simba wakimpata, maana yake kocha Steve Barker anakwenda kuongeza uimara katika eneo la kushambulia. Feitoto anakwenda kuungana na kina Neo Maema, Morris Abraham, Clatous Chota Chama, Ino Jospin Loemba na viungo wengine kutokea katikati ya mstari wa uwanja kuelekea eneo la pili, na hivyo kuiongezea Simba fursa ya kufunga mabao, lakini kubwa zaidi mvuto katika kikosi chake, na hasa kwa kuzingatia kwamba kuondoka kwa Selemani Mwalimu Gomez kumewanyong'onyesha baadhi ya mashabiki wake katika vita ya usajili, ingawa kilichopo uwanjani kinaweza ikawa tofauti, lakini akipatikana Feitoto yaweza ikawa sababu ya kurejesha, ya kuwa na matumaini mema kwa baadhi ya mashabiki wake ambao wameshtushwa na Simba kushindwa kumpata Selemani Mwalimu kwa msimu mwingine tena, kwa maana 2026 2027. Lakini ikitokea kweli Feitoto katua Simba, changamoto hazitakosekana. Changamoto mojawapo ni kwamba kwenye eneo analocheza yeye kuna nyota wengi ndani ya Simba, ushindani utaongezeka zaidi, na kwa sababu hiyo Feitoto atakapotua atalazimika kufanya ziada kuhakikisha anamshawishi kocha Steve Barker au yeye akianza zaidi kuliko wengine, na hilo litawezekana tu endapo atadumisha kiwango chake ambacho amekuwa akionyesha Azam, amekuwa akionyesha katika timu za taifa. Lakini changamoto nyingine ni kwamba atakapotua Simba, matarajio yatakuwa makubwa sana kwa mashabiki wa Simba kwake, kwamba atalazimika kila mara aonyeshe kiwango bora, kwa sababu matumaini hayo makubwa yataambatana na shinikizo na pressure. Na ikumbukwe Simba hawajatoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 5 mfululizo, wanajiona wanadeni kwamba wanalihitaji walitwae, wanahitaji kutoa tena taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, wanahitaji kutoa tena taji la kombe la Muungano, wanahitaji kufika mbali zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo msimu uliomalizika Simba wameishia hatua ya makundi, tena wakimaliza nafasi ya mwisho kati ya timu 4 katika kundi ambalo vinara walikuwa Stade Malien ya Mali, Esperance de Tunis ya Tunisia walikamata nafasi ya pili, Petro Atletico ya Angola ilimaliza nafasi ya 3, Simba wakiwa mkiani. Sasa Feitoto, kama kweli hizi tetezi zinazoelezwa sasa kwamba Simba wametupindua meza kibabe kwa kuwa mbioni kumsajili Feitoto, maana yake ni kwamba Feitoto na wenzake watalazimika kuivusha Simba kutoka hatua ya makundi iende robo, iende nusu finali, na ikibidi kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, itakuwa vipi? Ni kweli Azam watakuwa tayari kumwachia mchezaji wao nyota ambaye wapo wangali na mipango naye kwa msimu ujao 2026 2027?
kocha Ibenge kweli atakubali na management ya Azam? Na endapo Simba watafanikiwa kwamba wampate Feitoto, wamtambulishe, manake walau watakuwa wamejibu mapigo kwa Yanga, kwa sababu kwa siku kadhaa sasa Feitoto amekuwa akihusishwa pia na Yanga na klabu nyingine nyingi, lakini hususan Yanga. Sasa Simba wakimpata, manake na wao watakuwa wameshinda vita hii ambayo ni ya muda mrefu sasa. Karibu katika kila msimu hivi karibuni Feitoto haji kutajwa akihusishwa na Yanga ambayo alishawahi kuichezea kabla kwenda Azam, akihusishwa na Simba. Na hata sasa kwenye msimu huu, kwenye harakati za usajili kuelekea msimu 2026 2027, Feitoto amekuwa akitajwa sana Yanga, Feitoto amekuwa akitajwa sana Simba, mbali na timu nyingine za nje ya Tanzania. Sasa atakapotua Simba na kutambulishwa rasmi, manake walau Simba watakuwa wamejibu mapigo kibabe, kwa sababu huyu Feitoto amekuwa pia akihusishwa na Yanga. Je, tetesi hizi ni za kweli? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.